mabadiliko ya maisha yako milele. Haleluya! Basi nitaomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Wakati mtumishi wa Mungu anasogea ili akuletee neno zuri ambalo Mungu amempa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu, tumetulia wakati huu tukiwa tunatamani wewe ni useme. Bwana, tunaomba Bwana Roho Mtakatifu, paka neno lako Bwana majeshi mafuta, na mtumishi wako Bwana mpake mafuta mabichi, ili Bwana atakapolisema neno lako likalete mabadiliko kwa kila Bwana sikio ambalo litasikia Bwana habari hizi ambazo mtumishi wa Mungu anakwenda Bwana kuzinena kwa ajili ya wakazi wa maeneo haya, kwa ajili Bwana ya kila kiumbe ambacho kitakusikia Bwana. Neno lako Bwana li hai tena lina nguvu Bwana majeshi kuliko upanga unaokata kuwili. Bwana, paka neno lako mafuta, nitume neno lako kwa ajili ya watu wao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na kila mmoja aseme amen. Haleluya, haleluya. Haleluya tena Bwana Yesu. Haleluya tena watu wa Mungu. Haleluya tena watu wa Mafinga. Leo tumaletea habari njema, habari za Yesu Kristo aliyeshinda kifo na mauti pale msalabani, ili ya kwamba mwanadamu haweze kuokolewa, haweze kukaa huru, haweze kuwa salama. Ndio maana leo tumekuletea habari hizi, habari ambazo zina matumaini, habari ambazo zinaokoa, habari ambazo zinaponya, habari ambazo zinauisha. Leo naomba tega sikio lako usikilize habari hizi. Haleluya, haleluya tena. Basi tutaenda kuangalia maneno ya Mungu kiufupi ambayo atakayoenda kutuongoza. Tasoma katika kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa tabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Haleluya, haleluya tena. Naona neno la Mungu linatuambia kwamba kwa habari ya maisha ya mwanadamu, neno la Mungu linatuambia kwa habari ya maisha yako wewe ambaye unanisikia. Neno la Mungu linasema ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo siku zake hizo zimejaa tabu, naye anachanua kama ua, kisha ananyauka, kisha anakatwa. Kwa hiyo kitu ambacho kimetuleta katika mahali hapa ni kukukumbusha wewe baba, ni kukukumbusha wewe mama, jua kwamba siku zetu si nyingi hapa ulimwenguni, kwa sababu ulimwenguni sio kwetu. Kwetu yapo makao ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya watu wote, lakini wale watu watakao mwamini ndio watakao weza kuyaona hayo makao. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nimekuja kukuambia kwamba siku zako si nyingi, maisha yako ambayo unaishi hapa duniani wala si marefu. Kitu ambacho Mungu anahitaji kwako ni kutengeneza maisha yako, ni kutengeneza maisha yako ili uweze kumjua yeye, ili maisha yako yaweze kuwa salama. Maana nimekuambia kwamba hapa duniani tunapita. Ndio maana mtu anapokufa anafukiwa chini, kama Biblia ilivyosema ya kwamba basi mwili nao utarudi mavumbini, lakini ile nafsi ya mtu ndiyo itakayohukumiwa. Kama alikuwa mtu hajaokoka, basi nafsi yake itahukumiwa katika jehanamu ya moto. Lakini kama mtu ambaye ameokoka na kumwamini Kristo, basi nafsi yake itaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Haleluya tena, haleluya tena. Kwa hiyo kitu ambacho
Nataka nikuambie mtu wa Mafinga, mtu wa mahali hapa, ya kwamba siku zetu si nyingi hapa ulimwenguni, siku zetu ni chache sana. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, duniani tumekuja sawa, duniani tumezaliwa sawa, lakini jua ya kwamba hapa tunapita, hapa tunapita, wala sio kwetu. Safari hii duniani tunapita. Kitu ambacho kinatakiwa ni kufanya maandalizi yako. Maandalizi ambayo yanatakiwa kufanyika ni kumpokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana huyo ndiye ambaye aliyeenda kutuandalia njia, maana huyo ndiye ambaye anayefanya matengenezo ya hiyo njia, maana huyo ndiye ambaye atakaye kuandalia ile njia yako. Haleluya, haleluya tena, haleluya tena. Nataka nikwambie kwamba Yesu anakupenda sana. Ndio maana leo tuko mahali hapa, ndio maana leo tunatangaza habari hizi, kwa maana wakati utafika ambao hautaweza kusikia kama unavyosikia leo, kwa maana wakati utafika ambao utakuwa katika hali ya mateso, kwa maana wakati utafika ambao utakuwa ni wakati wa siki kubwa sana. Lakini leo kipindi hiki ni kipindi cha neema, ni kipindi cha neema. Sikiliza nikwambie, kijana mwenzangu, Yesu Kristo anakupenda, Yesu Kristo anakuhitaji, maana amesema kwamba siku zetu si nyingi, siku zetu ni chache. Ndio maana Biblia anasema kumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja zile siku mbaya. Nami nimekuja kukumbusha kwamba mkumbuke Yesu Kristo kabla hazijaja zile siku mbaya. Haleluya, haleluya tena, haleluya tena, haleluya tena kwa Bwana Yesu. Sikiliza nikwambie, yawezekana umekuja duniani lakini haujajua kusudi la kuletwa hapa duniani. Sikiliza nikwambie, duniani tumekuja kuishi sawa, lakini lipo kusudi jingine ambalo kila mwanadamu anatakiwa litambue. Lipo kusudi jingine ambalo kila mtu anatakiwa alijue, na hilo kusudi ni kuokoka na kumtumikia Bwana Yesu Kristo. Kwa nini tunaokoka? Ni kwa sababu ya dhambi iliyoingia ulimwenguni. Hiyo dhambi iliyoingia ulimwenguni ikaleta uharibifu kwa maisha ya mwanadamu, lakini yupo mwanaume mmoja ambaye ni Yesu Kristo, ambaye amekuja ulimwenguni ili kumtafuta tena mwanadamu, ili kumrudisha tena mwanadamu katika ule mpango wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya tena, haleluya kwa Bwana Yesu. Siku zetu si nyingi. Wewe unayenisikia, siku zako si nyingi. Hakuna anayejua nitatokea baada ya dakika mbili. Hakuna anayetambua kesho itakuwaje. Hakuna anayetambua kesho kutwa itakuwaje. Maisha yako ukitaka yawe salama, ni kwa Yesu tu peke yake. Salama yako ni kwa Yesu. Maisha yako yaweke kwa Yesu, ndipo utakapoweza kuwa salama. Haleluya, haleluya. Yawezekana bado hujanielewa, yawezekana bado hujanielewa. Sikiliza nikwambie, hivyo vyote unavyoviona vinapita. Maisha yote unayoishi yanapita. Walikuwepo watu wengi ambao waliishi katika ulimwengu huu, lakini walipita. Sikiliza nikwambie, sasa katika kupita kwao, jua ya kwamba kama hawakuwa na Yesu Kristo ni hasara tupu. Yaani kama walikuwa hawajaokoka ni hasara tupu, lakini kama walikuwa wameokoka, basi maisha yao yako salama. Usione kwamba tuko hapa tunaishi basi ndo tumeshamaliza. Usione kwamba basi tukifa ndo tumeshamaliza. Hapana. Jiulize kwa nini mtu anakufa na nini ambacho kinaondoka ndani yake mpaka huyo mtu anakufa.
Kwa hiyo nimekuja kukutazamisha, tazama maisha yako, angalia maisha yako. Kama bado hujatengeneza na Bwana, kama bado hujamfahamu huyu Yesu Kristo, jaribu kutafakari wewe mwenyewe, jaribu kutafakari wewe mwenyewe kutoka ndani ya moyo wako. Tulikuwa ni kama wewe, tulikuwa tuamini wokovu kama wewe. Hivi leo kama wewe, jinsi ambavyo huamini, tukiona watumishi wa Mungu tunaona ni kama wanapiga makelele. Lakini sikiliza nikwambie, jambo la wokovu ni jambo ambalo lipo. Jambo la wokovu ni jambo ambalo ni halisia. Jambo la wokovu ni jambo ambalo lipo, ni jambo ambalo lipo. Nimeliona, nimeshuhudia. Ni kwa sababu mimi nilikuwa sijaokoka, lakini Yesu Kristo aliponiokoa ndipo nikatambua. Haleluya, 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 haleluya tena. Kwa hiyo maisha yako utakaorudi katika ardhi, lakini ile pumzi iliyotoka kwa Mungu, hiyo ndio ambayo itakayoweza kupokea hukumu. Kwa hiyo leo tumekuja tukwambie kwamba Yesu Kristo anakupenda. Usite kabla hujaokoka. Yesu Kristo anakuhitaji. Haleluya, haleluya. Yesu anakuhitaji jinsi ulivyo. Yesu anakuhitaji jinsi ulivyo. Nimekuambia kwamba vitu vyote vinapita, vitu ulivyo navyo vinapita, na maisha yetu ni mafupi sana. Usione kwamba maisha ni maisha ya furaha. Maisha yetu ni maisha mafupi sana. Maisha yetu ni maisha mafupi. Tengeneza leo na Bwana Yesu. Tengeneza leo na Bwana Yesu. Unaposikia sauti hii, upite. Tengeneza leo. Amua leo ndani ya moyo wako. Amua leo ndani ya moyo wako. Sikiliza nikwambie, ukimpokea Yesu Kristo utapata kwenda mbinguni. Yesu Kristo ni salama. Ukimpokea, nikikupatanisha wewe na Bwana Yesu, si jambo jingine. Jambo linalotuleta maisha yako. Unaweza ukasogea mahali hapa wala usiogope. Unaweza ukasogea tu mahali hapa wala usiogope. Unaweza ukasogea mahali hapa wala usiogope. Maisha yako ni maisha binafsi. Maisha yako ni wewe tu. Ndio maana hata mtu anapokufa ni yeye tu ndiye atakayeshika. Kama unasikia sauti hii, Yesu Kristo hana mpango na wewe. Yesu Kristo anakuhitaji. Yesu Kristo anakupenda sana. Basi uliyekaa huko, ambaye umesikia sauti hii, unaweza ukanifuatisha maneno haya. Unaweza ukanifuatisha maneno haya. Basi ukishakumaliza kunifuatisha maneno haya, utakuwa tayari umekwisha kuokoka na maisha yako yatakuwa tayari yamekwisha kuwekwa huru. Utakuwa tayari umekwisha kuokoka na maisha yako yatakuwa tayari yamekwisha kuwekwa huru. Natamani uchukue uamuzi leo. Natamani uchukue uamuzi leo. Biblia inasema kwamba maisha yetu ni mafupi sana. Biblia inasema kwamba maisha yetu yamejawa dhiki sana. Sisi tunachanua tu kama huwa tunapita. Lakini tuseme kwamba tunajidanganya, tunaona kwamba tunaishi milele duniani. Unaona kwamba tunaishi milele. Hapana, uishi milele. Makao yako yako mbinguni, ambayo Yesu Kristo ameenda kukuandalia. Makao yako yako kwa Baba. Yesu anasema yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Basi kama utahitaji kwenda huko kwa Baba ambako ni mbinguni, Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima.
Lazima mkubali Kristo kwanza, ndipo utakapoweza kufika mbinguni. Wewe uliyesikia sauti hii, naomba unifuatishe maneno haya. Naomba unifuatishe maneno haya. Hapo hapo ulipokaa, naomba unifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakuja mbele zako. Nimelisikia neno lako katika asubuhi ya leo. Katika asubuhi ya leo, naomba unisaidie Yesu. Naomba unisaidie Yesu. Naomba uniokoe Yesu. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu. Naomba uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Naomba uliandike jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniponya. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kuniponya. Mimi ni mali yako. Mimi ni mali yako. Mimi ni mali yako. Mimi ni mali yako. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka, nasema Mungu, nasema asante Bwana kwa ajili ya watumishi wako katika asubuhi ya leo. Bwana, tazama, umesikia habari zako njema, nao Mungu wameamini kutoka mioyoni mwao. Baba, tazama na waleta mbele zako. Naomba Mungu wapiganie mfalme wa amani. Naomba Mungu watetee mfalme wa amani. Bwana, watenge kila mbali na kila aina yote adui Mungu. Watenge mbali na kila roho ambayo inaleta upinzani ndani ya mioyo yao, katika jina la Yesu Kristo. Nami ninaharibu kila roho zote zidanganyazo. Nami ninaharibu kila roho zote zidanganyazo, roho za adui mwovu, roho za giza, kila roho ambayo Bwana iko kinyume na wewe, katika jina la Yesu Kristo inaenda kunyamazisha, inaenda kusambaratisha, inaenda kusambaratisha, inateketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu mtakatifu, Bwana mwenye uwezo, Bwana mwenye nguvu, asante Bwana kwa ajili ya watu wako hawa. Asante Yehova kwa ajili ya watu wako hawa. Neema yako Bwana iendelee kuwa juu yao. Neema yako Yehova iendelee kuwa juu yao. Wafunike Bwana kwa nguvu zako. Wafunike Yehova kwa uweza wako. Roho wako Bwana awe juu yao. Roho wako Bwana atamie maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana maana wewe ni mwema. Asante Bwana maana watupenda. Asante Bwana maana umetusaidia katika jina la Yesu Kristo. Baba, nikiomba na kushukuru na kabisa watu wa mikononi mwako, na wote tuseme amen. Amen. Mbinguni awabariki sana. Tunawafurahia sana kwa kutupa muda wenu kutusikiliza. Mungu wetu awabariki sana. Biblia inasema ya kwamba uzito katika moyo huinamisha, bali neno jema huleta furaha. Tunaamini ya kwamba moyoni mwako umeburudika na moyoni mwako umepata faraja, lakini pia umepata namna gani ambavyo unatakiwa ufanye sawasawa na namna ambavyo mtumishi wa Mungu ameleta neno lake. Masomo tu ukamtumie Bwana sawasawa na vile ambavyo unapenda, katika jina la Yesu wa Nazareti ali hai. Na kila mwenye pumzi aseme
jina la Yesu wa Nazareti ali hai. Na kila mwenye pumzi aseme Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Jamani, kwa Yesu la, kwa Yesu la, sio la. Haleluya. Kama unaweza kunitazama nipungie mkono. Kama unaweza kuisikia sauti hii, naomba unipungie mkono. Amina, Mungu akubariki. Amina, amina. Kama unaweza kunitazama nipungie mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabarikiwa pia, asante. Haleluya tena. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Niko hapa kumkaribisha mtumishi wa Mungu apate kusema na wewe, apate kukuganga moyo, apate kukutia moyo, apate kukufariji tena. Pengine umechoka, apate kukuletea tumaini. Haleluya. Naomba pasipo kupoteza muda niombe kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambaye ataenda kusema na wewe habari za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante tena kwa ajili ya majira. Libarikiwe jina lako, lipewe sifa. Kuna masikio, kuna roho hapa zina kiu na njaa Bwana. Zinatamani upate kuhudumia. Roho Bwana ukapate kusema na moyo wa kila mmoja aliyekata tamaa. Asubuhi ya leo Bwana upate kumganga tena. Aliyechoka haoni njia Bwana,
kupitia neno ambalo umelitia katika kinywa cha mtumishi wako. Bwana, upate kuwahudumia watu wako. Libarikiwe jina lako na liinua na kulitukuza. Kila mwenye pumzi na aseme amina. Haleluya. Karibu mtumishi wako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya na Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena mara nyingine. Amina. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa ametupa neema na kibali cha kufika maeneo haya. Tumewaletea habari njema, tumewaletea habari za Yesu Kristo wa Nazareth, aliyeshinda kifo na mauti, anayefanya mambo ya ajabu katika maisha yetu, anayetenda mambo makubwa, anayefanya mambo magumu ambayo yameshindikana kwa wanadamu, anayefanya mambo ya ajabu, anayefanya mambo makubwa, anayefanya mambo magumu ambayo sisi kwa akili zetu tumeshindwa. Ndio tumesimama mahali hapa kutangaza uzuri wa Yesu. Tumesimama mahali hapa kutangaza habari za Yesu Kristo wa Nazareth. Tumewaletea habari njema watu wa Mafinga kuhusu Yesu Kristo. Tumekuja kuwakumbusha, tumekuja kuwaambia ya kwamba Yesu wetu anawapenda. Tumekuja kuwaambia ya kwamba Mungu anahitaji nafsi yako. Mungu anahitaji roho yako, aitengeneze, aiuishe, aigange, aifanye upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuja kuwakumbusha na kuletea habari za kwamba muda umekwisha. Hivyo yatupasa tuenende katika maisha matakatifu. Hivyo yatupasa tutembee katika mwenendo ambao unapendeza Mungu, kwa sababu sisi hapa tulipo duniani sisi ni wapitaji. Sisi tulipo hapa duniani si kwetu, tunapita. Makao yetu yako juu mbinguni kwa Baba. Kwa tumewaletea habari ya kwamba tutubu, tuache dhambi, tuenende katika njia zinazompendeza Yesu, kwa sababu hatujui ni siku gani mwanadamu anakuja. Tusome katika kitabu kile cha Mathayo Mtakatifu sura ya 24 mstari wa 36. Maandiko matakatifu yanasema, walakini habari ile na saa ile hakuna ijuae, hata malaika walioko mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Mstari wa 37. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikachukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko matakatifu yanatukumbusha kuhusiana na habari za kuja kwake Mwana wa Adamu. Hakuna mtu anayejua ni siku gani Mwana wa Adamu anakuja. Hakuna mtu anayejua ni siku gani Kristo anakuja kuwachukua watu wake. Hivyo inatupasa sisi tuenende katika maisha matakatifu. Inatupasa tufanye mambo ambayo yanampendeza Mungu, ili siku Bwana atakapokuja atukute tukiwa tayari, atukute tukiwa safi, atukute tukiwa katika maisha matakatifu ya kumpendeza, ili tuende naye tukafurahie naye uzima wa milele. Hizi habari ndipo tuko katika habari zile za siku za Nuhu. Watu walikuwa wakiishi maisha mazuri, maisha ya furaha. Watu walikuwa wakioa na kuolewa, walikuwa wakifanya biashara zao, walikuwa wakiishi katika maisha mazuri, lakini hawakujua kwamba gharika lipo. Nuhu aliwaambia na aliwasihi watu, aliwaambia, lakini mioyo yao ilikuwa migumu. Hawakutaka kumsikia, walimuona akipoteza muda. Waenda ule mlango wafunguliwa waingie, lakini ile nafasi ilipotea. Ndivyo hivyo na sisi leo hii Mungu ametupa neema na kibali kuja kuwakumbusha watu wa mtaa huu, watu wa maeneo haya, ya kwamba siku za mwisho zimekaribia. Hivyo yatupasa tuishi katika maisha matakatifu. Hivyo yatupasa tuenende katika njia zinazompendeza Mungu. Tujiandae mioyo yetu, tuandae maisha yetu, kwa sababu hatujui ni lini Mwana wa Adamu atakuja kuwachukua watu wake, kwa sababu hatujui ni lini Kristo atakuja. Hivyo tutamani kuishi
tuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu, ili atakapokuja atukute vikiwa safi, ili atakapokuja atukute tukiwa katika njia zinazompendeza, tuende naye, tukaishi naye, tukafurahi naye katika ule mji aliyotuandalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawakumbusha watu wa Mungu ya kwamba Mungu anatupenda. Nafasi bado ipo. Ndio maana leo hii nasikia sauti ambayo inawakumbusha kuhusiana na habari za Mungu. Kuna wakati utafika utatamani kulisikia neno, lakini hautaweza kupata. Kuna muda utafika utatamani umuone hata mtu akikuhubiria habari za Mungu, lakini hautapata. Utakimbia huku na huku ukihangaika ili upate mtu atakayeweza kukuambia habari za Mungu. Neema hiyo itakuwa imeisha. Mlango wa neema utakuwa umefungwa. Na ambapo unasikia sauti hii, hata kama upo ndani umekaa, lakini unasikia sauti hii, hebu zamilia ndani ya moyo wako, uamue kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako, kwa sababu Yesu anatupenda, kwa sababu Yesu ni kila kitu katika maisha yetu, kwa sababu Yesu yeye ndiye msaada na mwokozi wetu. Maisha ya dunia tulionayo yanapita. Hata kama ungekuwa na pesa kiasi gani, hata kama ungekuwa na mali kiasi gani, hata kama ungekuwa na vitu kiasi gani, tambua kwamba duniani tunapita, utakufa na vyote utaviacha, havitakusaidia. Lakini ukimkabidhi Yesu maisha yako, ukamwamini, ukamweka ndani ya moyo wako, utaishi maisha milele, na hivi vitu ulivyo navyo vyote Mungu atavizidisha zaidi na zaidi. Utaishi maisha mazuri ya kupendeza. Lakini uking'ang'ania, usipomkabidhi Yesu maisha yako, vitu vyako kumbuka havitakusaidia. Vitu vyako havitakusaidia kwa sababu dunia hii inapita. Tukikumbuka hata miaka ile ya nyuma, watu walikuwepo wengi, watu wana mali, lakini watu walipoteza maisha. Mfano ile ajali iliyotokea MV Bukoba, watu mle walipanda walikuwa ni watu wengi, watu wana mali zao, watu wana vitu vyao, watu walikuwa ni matajiri, lakini ilipotokea ile ajali watu walikufa. Kila mtu akiomba msaada, hakuna aliyemsaidia. Mali zao waliziacha, vitu vyao vyote vilipotea. Kwa hata sisi hapa tulipo, hatujui ni siku gani tutaondoka katika dunia hii, hatujui ni muda gani tutaondoka katika dunia hii. Lakini ninachokukumbusha ya kwamba siku za kuja kwake Mwana wa Adamu zimekaribia. Japokuwa hatujui ni lini atakuja, lakini dalili zinaonyesha. Hivyo yatupasa tuishi katika maisha yanayompendeza Mungu. Tuache dhambi, tuache matendo machafu, tuache tabia zote ambazo unajua hata wewe ukifanya salama kweli. Uabudu katika roho na kweli. Uabudu kwa kumtumainia Mungu yeye, wala usiabudu kwa kujifurahisha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu neema hii ulionayo ni neema muhimu sana. Kwa sababu neema hii ulionayo ni ya thamani sana katika maisha yako. Ninachokukumbusha ya kwamba neema hii ikiondoka hautakuja kuiona tena. Narudia tena, kuna siku itafika utatamani kusikia wahubiri watu wa Mungu wakihubiri, lakini hautaenda kuipata hiyo nafasi. Utatamani hata kuwahubiria neno, lakini hautaona. Kwa kuwa umesikia sauti hii pamoja kule ulipo, unatamani kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako, akuone ibilisi. Yote kwake Yesu anawezekana, kwa sababu Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Hata kama una dhambi nyingi kiasi gani umefanya, lakini Mungu ana uwezo wa kubadilisha na kukufanya kiumbe kipya. Mungu ana uwezo wa kukutengeneza, akakufinyanga, akakufanya kiumbe kipya. Popote pale ulipo, unaweza ukasogea hapa tukaomba kwa pamoja. Unaweza ukasogea kwa kuongoza sala ya toba ili umkabidhi Mungu maisha yako. Na kukaribisha maeneo haya, popote kule uliko, unaposikia sauti hii, unatamani kumkabidhi Yesu maisha yako, unatamani kumfanya Yesu awe mwalimu na kiongozi wa maisha yako, ninakukaribisha, sogea pole pole. Ninakukaribisha, sogea katika viwanja hivi. Neema bado ipo. Mungu ana uwezo wa kukubadilisha. Mungu ana uwezo wa kukufanya mtu mpya. Mungu ana uwezo wa kukufanya kiumbe kipya. Basi hata huko ulipo, kama unaona ni kazi kusogea, lakini najua sauti ipo pale ulipo unaisikia, basi tunaweza tukaomba wote kwa pamoja, ukanifuatisha maneno haya, ukamkabidhi Yesu maisha yako, na yeye atakuwa kiongozi katika safari zako zote.
atakuwa ni kiongozi katika maisha yako yote. Basi tufumbe macho tuombe. Nifuatishe maneno haya. Baba yetu uliye mbinguni, tazama twaja mbele zako nikiomba Bwana unibadilishe, nikiomba Bwana unifanye kiumbe kipya, nikiomba Bwana unisamehe makosa yangu yote niliyokutenda, nikiomba Bwana unibadilishe, nikiomba Bwana unifute jina langu katika kitabu kile cha hukumu na uniandike katika kitabu kile cha uzima. Ninakiri ya kwamba Bwana nimekukabidhi wewe maisha yangu kwa sababu nimetambua peke yangu sitaweza. Ninakiri ya kwamba Bwana ninakutumainia wewe, kwa akili zangu sitaweza. Mungu wangu ninaomba unisamehe, Mungu wangu ninaomba unirehemu makosa yangu yote niliyokutenda kwa kujua ama kwa kutokujua. Mungu ninaomba unisamehe. Ninakiri ya kwamba nimekuwa mwana wako. Nitaomba. Yesu wangu ninakushukuru kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya binti huyu Bwana, uliachilia neema ya uponyaji, uliachilia utakaso ndani yake. Mungu ninakukabidhi maisha yake. Ninaomba Yesu mtie nguvu, muongoze, mpe neema ya kukujua wewe, asimame katika njia zako. Mtie Roho Mtakatifu akamuongoze katika hatua zake. Usimwache wala kumpungukia Jehova Shama. Achilia uzima na uponyaji, mpe shauku na nia kuzidi kukujua wewe zaidi na zaidi, hata utakapokuja Bwana kulichukua kanisa lako. Usikuje Bwana tukiwa tayari. Usimwache wala kumpungukia Bwana. Usimwache sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na imani umesikia yaliyozungumzwa na mtumishi wa Mungu, na ni imani yetu kwamba kile ambacho kimeandaliwa siku ya leo umekipokea. Mimi nikuombe tu, acha kiburi ya maisha. Hapa sisi tunapita na kila mtu yuko katika safari hii. Ninakuomba kwa yeyote yule ambaye umesikia siku ya leo, kama hujapata nafasi bado ipo, na pia tunakukaribisha katika uwanja wa shule ya msingi pale. Tutaanza saa 9 hadi saa 12. Mungu awabariki sana. Tuna mkutano wetu pale unaanza saa 9 hadi saa 12. Mungu awabariki sana. Ya Mungu wa mbinguni wabariki. Wangapi ambao mmepokea neno? Wangapi ambao mmemwamini Yesu? Mungu wa mbinguni awabariki sana. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 13:13, yeye alidharauye neno hujiletea uharibifu. Katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Haleluya, haleluya.
Bwana Yesu. Ninakusalimu tena katika jina zuri sana la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwe wewe ambaye umepata neema ya kuisikia sauti hii. Kama nikuletee habari njema, habari za Kristo Yesu, habari za tumaini. Naenda kuzungumza kwa habari ya pumziko ndani ya Kristo Yesu. Wanangu, nini tunaposema pumziko? Manake kuna wakati tunakuwa hatuna amani. Kwa hiyo tafsiri ya pumziko ni hali ya kuwa na amani, ni hali ya kuwa salama, yani shwari. Tafsiri sahihi ya neno pumziko. Sasa ninataka nikwambie yako mapumziko mengi. Pengine ni pumziko katika biashara yako, sijaja kuzungumza hicho. Pengine ni pumziko katika ndoa yako, pengine ni pumziko kwa ajili ya maamuzi yako binafsi. Sijaleta habari hizo, nimeleta habari za pumziko linalopatikana ndani ya Kristo Yesu. Amen. Ndio habari pekee ambazo ninaenda kuzungumza kwa habari ya pumziko katika Kristo Yesu. Kwa hiyo kama umezoea kupumzika katika dini, sijaja kuzungumza hiki. Sijaja kuzungumza pumziko katika itikadi ama siasa yoyote. Nimekuja kuzungumza kwa habari ya pumziko ndani yetu. Alitubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani ilikuwa juu yetu, ilikuwa juu yake. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ni mauti, bali mwisho wake ni vifo. Kwa hiyo sijaja kuzungumza pumziko ambalo unalifahamu wewe, pumziko hilo ambalo unalo limekuwa pengine likikutesa. Umepumzika katika ulevi, unaona pumziko lako ni ulevi. Umeona pumziko au la ulio nayo ni kunywa pombe, ni uzinzi, ndilo pumziko lako. Na nikwambie ni pumziko ambalo mwisho wake ni mauti. Biblia inaniambia ya kwamba pumziko ambalo mwanadamu analiona sahihi mbele yake, mwisho wake ni mauti. Leo nimekuletea pumziko lililo sahihi. Biblia inaniambia kwa kupigwa kwake Kristo, namna ya Kristo Yesu. Ni Isaya anamtabiri ya kwamba kuna mtu ambaye atayachukua masikitiko tulio nayo, ambayo wanadamu tumekuwa tukiteseka nayo. Masikitiko hayo yamekuwa yakitutesa. Ni nani ambaye angeyachukua? Ilitakiwa adharauliwe, ilitakiwa aonekane si kitu. Wala wanadamu, ilitakiwa katika hali ya kawaida wanadamu wafiche uso wake, yani kama ni mtu ambaye afai. Uliwahi kutembea na mtu, unaona kwanza tembea ili mimi nifuatie. Kwa nini? Kwa sababu unaona kama atakutia aibu. Ndiyo dharau ambayo Kristo Yesu alikubali aichukue ili mwanadamu apate kuwa salama. Ndiyo dharau ambayo Kristo Yesu alichukua ili wewe upate kuwa salama. Sasa nimekuletea pumziko. Je, unateseka katika namna gani? Ni magonjwa yamekutesa, umejitahidi kuacha dhambi lakini haijawezekana. Na nikwambie suluhisho ya dhambi ni Kristo Yesu. Biblia imetangulia kuniambia ya kwamba dhambi haikushinda mwanadamu, akushinda dhambi kwa akili yake. Dini haijawahi kumfundisha mwanadamu kuacha dhambi. Neema ya Kristo Yesu pekee ndio njia ambayo inaweza ikakusaidia kuacha dhambi ambayo imekutesa. Kwa hiyo dhambi hiyo ulio nayo, nimekuletea suluhisho. Umekuwa mwenye shida sana, ukiondoka unarudi shati limechanika, hauna pumziko. Ukiondoka unarudi na madeni mengi, haujui umetumia vipi hela, hauna pumziko. Ukifanya biashara unaona kama mtaji unapungua kwa sababu hauoni kuongezeka. Na nikwambie hauna pumziko. Pengine pumziko hilo umelipoteza kwa sababu umemkosa Kristo Yesu. Biblia inaniambia Kristo Yesu ni yote katika yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ni yote katika yote. Kwa hiyo nimekuletea yote katika yote. Mpokee huyu yote katika yote ili upate yote katika yote. Haleluya. Mpokee yote katika yote ili yote hayo uyapate katika yeye. Siku ya leo nimegundua ya kwamba ni neema ya Bwana imefika mahali hapa. Kwa hiyo ninahitaji kupata pumziko. Biblia inaniambia saa ya wokovu ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Anasema katika kitabu cha Ayubu 14 ya kwamba siku za mwanadamu
ni chache mno, nazo zina tabia ya kunyauka kama maua. Kwa hiyo mwanadamu anaweza akapendeza kwa muda kitambo sana, kwa muda mdogo mno, lakini akanyauka, historia yake ikafutika. Kwa hiyo kuachana na habari za kukutangazia pumziko, kuna habari baada ya maisha haya. Maisha ya mbinguni ni maisha ambayo yanakuhitaji upate tumaini katika Kristo Yesu, upate kumpokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, apate kuyatengeneza ili akufikishe mbinguni, kwa sababu maisha haya nimetangulia kukwambia ni ya muda mfupi sana na yana tabia ya kunyauka kama maua. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe, nikualike mama, nikualike dada, kama habari hizi ni ngeni, lakini pengine unazijua, uliwahi kuzipokea na ukazidharau, ukaanguka. Niambia mtu uanguka mara tena na tena, lakini akifukuzia apate wokovu ulio kamili. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ninaomba tuombe pamoja, upate kumpokea Kristo Yesu, apate kuyaokoa maisha yako, apate kukupumzisha, upumzike hapa duniani, maana baada ya hapa upate kupata ule uzima wa milele ambao Kristo Yesu ametangulia kutufanyia njia, ambaye Kristo Yesu ndiye mtangulizi ya kula ambako anatupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Maisha haya ya duniani ni mafupi mno, kwa hiyo anasa zozote zile ni za kitambo sana. Tunahitaji kupata pumziko katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba niombe na mtu mmoja ambaye yuko tayari kumkabidhi Kristo Yesu. Watumishi wa Mungu pia mnaweza mkapita mkazungumza na watu ambao wako tayari kumkabidhi Kristo Yesu maisha ili wapate pumziko, kwa sababu pumziko aliko kwa mume wako, pumziko aliko kwa mke wako, pumziko liko kwa Kristo Yesu pekee. Mmoja ambaye anapata kusikiliza sauti, kama bado haujampokea Kristo Yesu upate pumziko, unaweza ukafuatisha maneno haya tukapata kuomba pamoja, ili Kristo Yesu apate kuyarekebisha na kuyaongoza maisha yako, apate kuziongoza njia zako, apate kukufikisha katika yale maisha ya umilele, kwa sababu dunia tulio nayo ni ya muda sana, na maisha tulio nayo yana tabia ya kunyauka kama maua. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nifuatishe maneno haya, Kristo Yesu apate kuyaongoza maisha yako. Bwana Yesu, ninakushukuru, asante kwa sababu nimezisikia habari zako, nimegundua ya kwamba unanipenda. Yesu Kristo, ninakupokea tangu sasa uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike tena kwenye kitabu cha uzima. Tangu sasa ninajitenga na ibilisi na kazi zake zote, katika jina la Yesu upate kuokoka. Amina. Naenda kuomba pia na watu wenye shida. Asifiwe sana. Amen. Mungu akubariki wewe uliopata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema ya kukutana na wewe, maana tumepata neema na upendeleo kwa kuambia hali ambayo Mungu anaikusudia siku ya leo. Kwa ujumbe mdogo ambao naenda kunena siku ya leo, inasema kwa habari ya utambulisho mpya ndani ya Yesu. Utambulisho mpya ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Utambulisho mpya ndani ya Yesu. Kumbe ukiangalia vizuri hii sentensi inaonyesha kwamba ukiwa nje ya Yesu kuna utambulisho mwingine. Ukiwa nje ya neno la Mungu una utambulisho mwingine. Ndivyo utakuta majina mengine, mwingine anaitwa mlevi, mwingine mchawi, mwingine mganga, majina mbalimbali kutokana na yuko nje ya jina la Yesu Kristo. Kumbe unapomkiri Yesu Kristo anakupa jina jingine tofauti na lile ulilokuwa nalo mwanzo. Sizungumzii jina ambalo ulizaliwa ukapewa nalo, nazungumzia utambulisho ambao utasimama nao mpaka siku ambayo utaondoka hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maandiko ambayo yanatusaidia kuelewa neno hili. Tutasoma Wagalatia 4 mstari wa 6. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanae mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unapofanyika mwana ndipo unapewa jina jingine. Bwana Yesu asifiwe.
Wanadamu tumekuwa tukiishi katika maisha ambayo yanatupa majina mengine tofauti na kile ambacho Mungu alikinena kwetu. Ndio maana utakuta mwingine anaitwa mlevi, mwingine mchawi, mwingine mganga, mwingine majina tofauti tofauti ambayo yanapelekea huyu mtu au yanamuonesha kwamba yeye anatambulika kwa hivyo, kwa maana yuko katika ufalme mwingine. Unaposema utambulisho, inakuonesha wewe unamilikiwa au uko chini ya himaya gani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe unapompokea Yesu Kristo unabadilishwa, unakuwa katika utambulisho mwingine tofauti na ule wa mwanzo. Tendo hilo linafanyika kwa sababu gani? Mtu anapokuwa na uovu ndani yake, mtu anapokuwa katika uovu, anapompokea Yesu Kristo ndani yake, anabadilishwa na kuwa chombo kingine. Ndipo utasikia huyu alikuwa mlevi, lakini atabadilishwa, wataanza kumwita jina tofauti na lile la mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Tendo hilo la kuhama kutoka katika jina tofauti au utambulisho ambao ulikuwa nao mwanzo kwenda katika ufalme wa pili ambao ni wa Yesu Kristo, ili tendo linafanyika liitwa katika neno linaloitwa msamaha. Msamaha kwa sababu gani? Ulikuwa katika mambo mbalimbali ambayo yamekupelekea wewe uwe mbali na Bwana. Umetembea katika giza ambalo limekupelekea wewe uwe mbali na Bwana. Yawezekana umetembea katika maisha ambayo yamekupa majina tofauti tofauti. Yawezekana umetembea katika maisha ambayo yamekupa utambulisho ambao uko tofauti na Bwana. Lakini siku leo tunakwambia kwamba yawezekana una utambulisho ambao unakuonesha uko nje au mbali na Mungu, lakini yeye anasema kwa kupitia msamaha wake, atakaporidhia wewe, utakapomkiri na kumpokea, atakuwa tayari kukuchukua na kukuweka kuwa mwanaye. Ukishakuwa mwanaye, utakuwa miliki halali wa zile mali zake. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu hawezi kuwa miliki halali katika maisha ya Mungu ambayo unaishi ili kuchukua kile ambacho cha Bwana kama wewe sio mwana. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu tunaishi maisha ambayo yapo nje ya yeye, ndio maana hatupati kile ambacho Mungu anakitarajia. Siku ya leo tumekuja kutangazia neno moja kwamba Bwana yuko tayari kukubadilishia utambulisho wa maisha yako. Tunakutangazia kwamba Bwana yuko tayari kukubadilishia utambulisho wa majina yako. Yawezekana mwanzo umesikia au umeambiwa majina mbalimbali ambayo yamekupelekea kuwa na utambulisho tofauti. Yawezekana kwa sababu ya vile unavyoenenda na matendo ambayo yatenda kila siku yanakupa utambulisho tofauti ambao Bwana anakusudia. Siku ya leo tunakwambia habari moja ya kwamba iko neema ya Bwana itakapoingia ndani yako inakupa msamaha, ondoleo moja na wewe. Yawezekana umetembea katika maisha ambayo yanaonesha huko mbali na Bwana. Wapo wamenena mengi sana. Yawezekana unaitwa mlevi, sawa. Yawezekana unaitwa mganga, sawa. Yawezekana unaitwa majina ambayo yanakupa neema bado. Iko neema bado. Anasema ya kwamba ile neema itakapoisha utatamani kurudi wala hutaweza. Utaomba urudi wala hutaweza. Atakuwa tayari kukuchukua wewe, lakini wakati huo utakuwa umechelewa sana. Lakini siku ya leo bado iko neema. Lakini siku ya leo bado iko neema. Bado iko msamaha pale Golgotha. Bado iko msamaha pale Golgotha. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Leo tunatangaza habari ya utambulisho mpya ndani ya familia yako, ndani ya ujana wako, ndani ya familia yako, ndani ya ndoa yako. Utakapompokea utakuwa mtu wa falme nyingine. Utakuwa mtu wa falme nyingine. Mateso yote ya nini? Maumivu yote ya nini? Amini tu, Bwana yuko tayari. Bwana yuko tayari. Bwana yuko tayari. Kinachopaswa kwako ni kuamini. Kinachopaswa kwako ni kumkiri yeye. Utakapomridhia aingie moyoni mwako. Utakapomridhia aingie moyoni mwako, atakuwa tayari kukuosha wewe. Atakuwa tayari kukusamehe wewe. Atakuwa tayari kukutoa katika vifungo. Atakuwa tayari kukuhamisha kutoka katika mikono ya Mungu. Yeye ni mwenye upendo. Ndio maana siku ya leo tumefika mahali hapa tukitangaza na Mwokozi wa maisha yangu. Funika macho ulipo nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni uzima wa milele. Itarudia tena Warumi sura ya 7 mstari wa 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali
ajili ya wewe mama, ili aweze kuleta wokovu kwa ajili yako. Maana hapo mwanzo tulikuwa tufai, dunia ilikuwa imejaa uovu, dhambi zilikuwa zimetapakaa kila mahali. Mungu akaona ni vyema aje kuokoa binadamu, akaona ni vyema aje kuokoa nafsi ya binadamu. Lakini Mungu anatuambia kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ni kweli Mungu amekuokoa, lakini kuna maamuzi ya kuokoka. Kuokoka ni uamuzi wa mtu binafsi. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba mtu yote akitaka kumfuata Bwana na ajikane mwenyewe, au chukue msalaba wake na amfuate. Leo Mungu anataka wewe kijana uliyeko mahali hapa uamue kumfuata Yesu. Uchukue msalaba wako, umfuate Yesu. Usiangalie wazazi wako, usiangalie ndugu zako, bali uamue kumgeukia Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi inatumikisha watu. Dhambi imevunja ndoa za watu. Dhambi inaharibu hatima za vijana. Vijana wengi wamepotea. Vijana wengi ni walevi. Vijana wengi ni wazinzi. Kwa nini? Kwa sababu shetani anawatumikisha. Biblia inasema ya kwamba njooni kwa Yesu atawapumzisha. Njooni kwa Yesu mtawekwa huru. Yesu anasema ya kwamba ukiziungama dhambi zako, yeye ni mwaminifu, atakusamehe na kukuondoa udhalimu wote. Haijalishi ulimtenda Mungu dhambi za aina gani, yupo tayari kukusamehe. Maana alikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Haina haja ya kuendelea kutumikia dhambi, haina haja ya kuendelea kuwa mzinzi, haina haja ya kuendelea kuwa kahaba, haina haja ya kuendelea kuwa mchawi. Leo Yesu anakuita, leo Yesu anakuita, anasema uje uokoke. Anasema yupo tayari akuokoa wewe na maisha yako. Anasema yupo tayari akupumzisha tena, usiendelee kuwa mtu mwenye dhambi. Biblia inasema mshahara wa dhambi inaua maisha yako, dhambi inaharibu maisha yako. Mpokea Yesu leo uwe huru, mpokea Yesu leo upate uzima wa milele. Hakuna uzima nje ya jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna usalama nje ya kuwa na Yesu. Hakuna usalama kwa mtu ambaye ana Yesu ndani yake. Kama wapo vijana wengi wanakufa na ukimwi, vijana wengi wanakufa na magonjwa ya zinaa. Kwa sababu gani? Wanatumikishwa na roho chafu, roho za uzinzi zinawasumbua. Leo kuna suluhisho moja. Mpokea Yesu akae ndani yako. Ukimpokea Yesu anakata kiu ya dhambi ndani yako. Maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, anakuwa mapya. Haijalishi ulikuwa ni mtu wa namna gani, haijalishi ulikuwa ni mlevi kiasi gani, ukimpokea Yesu leo anayafanya upya maisha yako. Haijalishi ulikuwa ni mtu unayetenda dhambi kiasi gani, leo ukimpokea Yesu anageuza historia yako, anakubadilishia jina. Utaitwa mlevi tena, utaitwa baba tena, utaitwa mzinzi tena, utaitwa mwana wa Mungu, maana alipa gharama ya dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Bado hujampokea Yesu, bado uko hai hadi leo, Yesu anakuita tena, Yesu anakuita tena. Andike kwa upya kwenye kitabu uzima wa milele. Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu nilizotenda zako. Fanye tena kuwa mwana wako, uyageuze maisha yangu. Amen. Basi nitaenda kuombea pale ulipo, unaweza ukafumba macho. Asante mtakatifu Mungu wangu na baba yangu, inasema ni asante kwa ajili ya watu hawa ambao ulimwaga damu yako pale msalabani kwa ajili yao Mfalme, ili waweze kupata wokovu. Basi wanao habari zako, inakushukuru kwa ajili ya kila mmoja alisikia maneno yako Bwana. Inakusihi Mfalme, yakaweze kuwa ni mbegu nzuri ndani yake, yakaweze kuwa ni mbegu nzuri ndani yake, yakaweze kuleta uzima kwenye maisha yake, yakaweze kuleta nuru katika ufahamu wake Bwana. Mungu wangu, baba yangu, inakabidhi watu wote mikononi mwako. Neema yako ikawe juu yao, wokovu wako ukawe ndani yao Bwana. Asante Mungu wangu na baba yangu. Tangaza habari njema za Bwana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na ama hakika hakuna Mungu mwingine kama yeye. Na siku ya leo nitaenda kusema nawe habari kwa ufupi sana, lakini habari hizi zinazungumzia wokovu tu. Roho ya kitabu cha Kutoka 14:13
wakati wana wa Israeli wametoka Misri, Mungu amesikia kilio na mateso yao. Wakiwa njiani, mbele kuna bahari ya Shamu, nyuma kuna jeshi la Farao linakuja. Walikuwa hawajui wanaenda kutoka vipi, walikuwa hawaelewi ni nani atakayewasaidia. Wakasahau ya kuwa Mungu wao alishawaahidi kwamba atawakomboa. Na zile nyakati wakawa wanamuuliza Musa, tunatokaje hapa? Lakini Musa anawaambia hivi, Bwana amesema hivi, simameni hapa na mkaone wokovu mkuu wa Bwana, na mkono wa Bwana utaokoa siku ya leo. Kwa maana Wamisri hao mnaoona siku ya leo hamtawaona tena. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inawezekana uko mahali hapo nyuma unaona kuna gharika inakufuata nyuma, lakini mbele yako hauoni mlango wa kutokea. Lakini siku leo Bwana Yesu Kristo amekuja kukwambia hivi, utakapomkiri utauona wokovu wake ulio mkuu, vile ambavyo hukutarajia na vile ambavyo hukutegemea. Yesu Kristo amekuja kukuokoa siku leo, na swala zima ni kumkiri na kuamini ya kuwa yeye ni wokovu wako. Maisha hayana maana kama hautampokea Yesu Kristo. Maisha si chochote kama hautakuwa na Bwana Yesu Kristo. Ni wakati wako wewe dada, ni wakati wako wewe kijana, ni wakati wako wewe mama kumpokea Yesu Kristo. Ni wakati wako wewe binti kumkubali Yesu Kristo ya kwamba ni mwokozi. Mbele sioni, lakini ukimpokea Yesu Kristo mbele yako itakuwa ni njema. Akutumii tikati ya matatizo ama shida zako kumpokea Yesu hapana. Katika nguvu za giza akasema haiwezekani mwanadamu niliyoumba kwa mfano wangu na kwa sura yangu ateseke na aendelee kuishi katika ufalme wa giza, aendelee kuteswa na adui, aendelee kuteswa katika magonjwa, aendelee kuteswa katika dhambi, aendelee kuteswa katika zinaa, aendelee kuteswa katika mambo yote ya ulimwengu ambayo yatamfanya mtu huyu. Baada ya hayo Yesu Kristo Mungu Baba akakaa kikao mbinguni, akasema ni mtume nami duniani ili aende kuokoa wanadamu na dhambi zao. Hapakuwepo mtu wa kutokea, lakini akatokea mwanaume Yesu. Akasema Baba nitume mimi nitakwenda nimwokoe mtu wa Mafinga, mimi nitakwenda niokoe vijana wa Mafinga, nitakwenda nimwokoe baba, nimwokoe mama, nimwokoe kijana aliyeko Mafinga. Na ndio maana leo tumekuja kwako kuzinena habari za Yesu Kristo. Yesu Kristo anakupenda mtu wa Mafinga, ndio maana hajaacha, ametutoa mbali kwa ajili ya kulinena neno lake na kuambia upendo wake juu yako kijana na juu yako mama. Yesu alipokuja duniani akauvaa mwili akawa mwanadamu, akawa kama mimi na Yawezekana umesumbuliwa na magonjwa, yawezekana umeteseka na adui shetani, lakini siku ya leo tuko mahali hapa tunakuletea habari za Yesu Kristo, yeye ambaye anakupenda zaidi ya wanadamu. Haleluya! Huu ni wakati sahihi kabisa ambao neema ya Mungu imekuja kwa ajili yako. Huu ni wakati sahihi ambao upendo wa Kristo umekuja kwa ajili yako wewe binti mwenzangu. Neema ya Mungu iko mahali hapa kwa ajili yako baba. Neema ya Mungu iko mahali hapa kwa ajili yako mama unayenisikia. Yawezekana umesumbuka, yawezekana umeteseka, lakini neno la Mungu limekuja mahali hapa likisema ya kwamba Mungu kwetu wanadamu ni kimbilio. Naomba nikuhakikishie habari ya tumaini la Kristo ya kwamba Mungu anayekupenda anasema umeteseka inatosha, anasema umeteseka inatosha. Yesu anakupenda hivyo hivyo ulivyo mama. Yesu anakupenda mama hivyo hivyo ulivyo. Haijalishi umefanya nini, haijalishi umetenda nini, lakini siku ya leo, asubuhi ya leo tuko mahali hapa tunakutangazia kwa habari ya upendo wa Kristo Yesu ambaye aliacha kila kitu mbinguni akaja kwa ajili ya wanadamu. Mungu hajawahi kufurahia. Ni uweza wa Bwana uletao wokovu kwa
Myahudi kwanza na Myunani pia. Myahudi ni wewe ambaye unasikiliza neno, lakini Myunani ni yule ambaye tayari amekuja kuletea neno. Ina maana yeye anapokuletea neno, hilo neno naye linamhusu pia. Nataka nikwambie kwamba katika asubuhi ya leo tunaenda kujifunza kitu kinaitwa msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi kwa mwanadamu. Ina maana Yesu Kristo alipokuja duniani alikuwa na ajenda moja, na hiyo ajenda ilikuwa ni kumwokoa mwanadamu kutoka katika vifungo. Alikuja kumtoa mwanadamu kutoka katika dhiki. Alikuja kumtoa mwanadamu kutoka katika mateso. Na injili ninayokuambia sio hadithi, ni injili ambayo ni halisi kabisa. Yesu Kristo anaweza kama ametutuma tukueleza habari hizi. Naomba usipokee hivyo zilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wangu, naomba tuende sawa. Nifungulie kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 20 mpaka 22. Kitabu cha Ezekieli 18 mstari wa 20 mpaka 22. 18 mstari wa 20, Ezekiel anasema, roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Mwana hatauchukua uovu wa baba yake, wala baba hatauchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Lakini mtu mbaya akigauli na kuacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kutenda yale, alikuwa na utukufu toka moja pamoja. Mwanadamu aliubeba utukufu wa Mungu, lakini shetani asivyo na akili akaamua kuingia na kumwaribu mwanadamu kupitia nyoka. Biblia inaniambia nyoka alikuwa ni mnyama mwerevu kuliko wote, na ndio maana Ibilisi akaamua kutumia nyoka ili kumdanganya mwanadamu. Sikiliza nikwambie ya kwamba roho ile itendayo dhambi ndio itakayokufa, lakini ile roho ambayo itaamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana haitakufa, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa haki. Anasema dhambi hata moja haitakumbukwa. Lakini neno linaniambia mwana hatauchukua uovu wa baba, wala baba hatauchukua uovu wa mama, wala mtoto hatauchukua uovu wa baba. Sikiliza nikwambie, wako watu wengi ambao wanajidanganya, wanasema kwamba baba ameokoka na mimi nimeokoka. Sikiliza nikwambie, bado uelewi ya kwamba ya kupasa wewe uchukue maamuzi kwanza, uokoke ili Yesu asilie msamaha ndani yako, kwa sababu hiyo roho yako ipate kuwa hai, roho yako ipate kupona, kwa sababu Yesu ambaye anatenda dhambi. Nataka nikwambia kwamba uko msalaba wa Yesu na neema ya Bwana ambayo yenyewe inaashiria wokovu kwa mwanadamu. Na ndio maana nikakwambia kwamba maana unapomkiri Bwana kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, hapo ndipo unapata wokovu na si vinginevyo. Wokovu haupo kwa wanadamu. Wanadamu wanaweza kukuumiza bure, lakini uko upendo wa Yesu, uko upendo wa Yesu ambaye Yesu anatamani ashiria ndani yako, kwa sababu ukimpokea Yesu anashiria pendo la kweli, anakupenda kweli kweli. Wako watu ambao wanaumizwa na upendo wa wanadamu. Kuna mtu alimpenda mtu lakini ameachwa, ameumizwa. Lakini Yesu akikupenda hakuwashi mwanangu. Yesu akikupenda anakung'ang'ania mwanangu. Yesu akikupenda anakuisha ndani. Yesu akikupenda anakupa neema kuishi. Na ndio maana nasema dhambi hata moja uliyoitenda endapo utamwamini haitakumbukwa. Mpige kelele, sema amen.